Mimi nadhani katika watu ambao pia walikuwa ni wa kwanza kuzungumzia namna ambavyo Uncle T anayafanya mitandaoni, mimi nilikuwa ni mmoja wapo. Walikuwa mashehe wanazungumza, walikuwa wachungaji na watu mbalimbali, lakini mimi pia ni mmoja kati ya wale watu wa mwanzoni ambao sikuwa nafurahishwa na namna Uncle T anavyofanya mambo yake mitandaoni. Tunaelewa kwamba wote tunatafuta pesa. Wote tunataka kufanikiwa. Lakini kuna namna ambavyo pesa yako ukiitafuta halitaleta mashaka kwa watu wengine. Ndio. Hatukatai kwamba Uncle T ni mfanya biashara, ana biashara yake. Lakini namna ambavyo anafanya kutangaza biashara yake ni tofauti na tamaduni zetu za Kitanzania. Yale ni makosa makubwa mno. Mtoto wa kiume, mwanaume ambaye baba na mama yako wamekuzaa ukiwa mwanaume, baba na mama yako walikuzaa, hawakuwahi kutegemea kama kuna siku moja utakuja kupaka lipstick, utakuja kupaka shadow, utakuja kutoboa masikio kwa sababu ya mambo kama haya. Kaka, sikufichi. Wazazi huwa wanaumia mno kweli kweli. Hasa wakimuona mtoto wao wa kiume ana dalili za ushoga ama shoga. Wazazi huwa wanaumia mno. Na ndio maana sasa hivi wanakwambia ya kwamba mzazi anaona ni vigumu kumlea mtoto wa kiume kuliko mtoto wa kike. Kabisa. Hata mashehe juzi nimeona mfano. Kwa sababu ya haya, hivi kwa namna ambavyo Uncle T anakifanya mitandaoni kwa staili ile, unadhani anaonyesha picha gani kwa vijana wengine wadogo ambao wanajitafuta kwenye biashara kama ile ambayo wanaifanya, au wanatamani kufanya biashara kama ile ambayo Uncle T anaifanya? Wao sio wataona kwamba ile ndo namna ya kutobolea kwenye kazi, na wao watafuata. Kwa hiyo kutakuwa kuna namna ya kutengeneza vijana wengi wenye tabia mbovu kama za Uncle T. Kaka, ile sio tabia nzuri. Na haya mambo sio ya kuyaficha. Mimi niliwahi kuzungumza. Hivi vitu tukisema tuvifumbie macho, tuvioneonee aibu, ndio baadaye yanakuja kulipuka mambo sio. Leo hii ukipita mitandaoni kuna vijana wengi ambao wanafanya biashara hizi za maduka, kuuza nguo, kuuza nywele, sio nini, lakini ukiangalia mapigo yao, watoto wa kiume hao wamekuwa kama wanawake. Mtoto wa kiume anavaa kijora, eti anatangaza biashara ya nguo. Mtoto wa kiume unakuta kabisa kavaa nguo ya kike, rafiki yangu, anatangaza nguo. Kaka, haya ni matatizo makubwa. Nadhani kwenye Uislamu, kwenye Ukristo, hizi dini zote hazitaki. Acha mbali hizo kwenye dini tu. Hata kwenye tamaduni zetu za Kitanzania na za Kiafrika havitaki mtoto wa kiume ujifananishe na mwanamke. Ni makosa kabisa. Sasa namna ambavyo watu wakiongea, kuna watu ambao wanaaminia haya mambo. Umeona? Imetokea kutokea, mimi nilizungumza mara ya kwanza eti siko biashara, natangaza biashara. Jamani, kutangaza biashara ndo hivi. Na mbania. Yaani mtu eti anaonewa wivu kwa kipi? Kupaka lipstick. Mimi nipaka lipstick eti nimuone wivu Uncle T. Kutoboa sikio ndo kono wivu. Maendeleo yake yanapanda kwa kasi. Maendeleo gani? Maendeleo ya kutangaza vitu ambavyo hatuvitaki katika nchi yetu. Zile ni dalili mbaya. Na naomba mama yangu Gwajima, kama unanisikia, mama yangu Gwajima, kama unanisikia, kama umeona ulivalie njuga ili swala, na kuomba sana mheshimiwa waziri, hawa watu wanatuharibia. Vijana wengi sasa hivi wameharibika kwa sababu ya mambo kama haya kufumbiwa macho. Mtoto wa kiume huwezi ukapaka shadow huko na jinani mitandaoni, huwezi ukavaa mawigi mitandaoni, huwezi ukavaa nguo za kike mitandaoni, eti kwa kusema ya kwamba eti unatangaza biashara yako. Yaani watu wasizungumze kwa sababu unatangaza biashara yako. Biashara unaitangaza kwa namna hiyo. Wangapi wamefanikiwa na wanauza nguo wakiwa wako fresh, wakiwa hawana tabia kama hizo, biashara zao zinaenda vizuri kabisa. Kwa hiyo namuomba mheshimiwa waziri, mama yangu Gwajima, haya mambo kwa sisi wengine ambao tuko vizuri yanatuumiza sana. Mimi ninapomuona
kijana mwenzangu ambaye naamini mashine anaweza kufanya kazi, mashine ya kazi, anapotea kwenye namna kama hii, huwa nakaa nasononeka sana. Cha kwanza, unasema hivi, cha kwanza nawaonea huruma wazazi wake waliomzaa. Kuona wazazi wanateseka hata kama una pesa, lakini wazazi wakiona mtoto wao kwenye mazingira haya, kwao ni maumivu kabisa. Hata uwajengee manyumba au wazazi wape pesa, lakini mzazi anafurahia amuone mtoto wake wa kiume ni shababi. Mzazi anafurahia, ana feel proud akiona mtoto wake wa kiume anamletea jukuu nyumbani. So asikie taarifa mbaya mtoto wako yuko mjini Dar es Salaam lakini kazi yake ndo hii. Sasa ndugu yangu, ombo angalia kwa design ile ba. Moja kati ya andiko ambalo ameandika, amesema kwamba yeye alipambana sana na maisha. Sasa katika andiko lake kidogo limezua gumzo. Mtoto wa kiume umezaliwa ili iweje? Mtoto wa kiume ni mtoto wa kiume umezaliwa ili upambane. Umeona? Kwa maana hiyo, kama ingekuwa ya kwamba kupambana, kuna muda ukifikia mwisho wa kupambana unatakiwa uwe kama ambavyo anajiweka Uncle T sasa hivi, kungekuwa na watu kwa design kama yake wengi. Kaka, mimi sikufichi, mimi nimepambana kaka. Mimi mpaka unavyoona hapa, kuna muda mpaka niliwahi kuikimbia hii Dar es Salaam. Nilikimbia Dar es Salaam, nikaenda nchi jirani kaka. Nikatoka nchi jirani nikarudi tena Dar es Salaam. Dar es Salaam ikawa ya moto tena, nikaondoka tena, nikatembea huko. Kaka, mimi nimepambana, ndio maana muda mwingine nazungumza mimi kwa namna ambavyo life langu nimelipitia. Kama ingekuwa kuna vyeo vinatolewa, mimi sasa hivi ningekuwa na cheo kikubwa sana kaka. Nimepita njia ngumu, lakini nimesema I'm still mwanaume. Siwezi kutoka kwenye wanaume. Au sio babu? Hujaingia kwenye njia kwa sababu ingekuwa na tamaa, ndo ingekuwa kama haya ambayo hapa kina hadi kusikiza ngwambie mjini hapa. Ndio. Kuna watu matajiri. Ngwambie kuna matajiri ambao ni special. Wanasubiria vijana ambao wanatafuta mseleleko. Yaani kuna wazee special wanasubiri tu mzee waone mtu fulani anataka laini ili mradi kaka, sijui unanielewa? Nakuelewa. Kukupa milioni 20, kukupa crown mpya uvimbe nayo mjini, kwao kitu cha kawaida. Lakini unataka nachokwambia. Umeona? Ndio. Kwa hiyo wapo vijana wengi sasa hivi ambao wanapenda maisha hayo ya mseleko. Hataki kupambana kutafuta pesa. Ndio haya matokeo yake ambayo yanatokea. Kaka, watu wengi wanauza nguo tunawaona. Kinavunja, wanauza nguo. Umeona? Tena za kiume na za kike. Ukisha kumuona, yaani ukishaona dume, ile kama jifunja beo unaona kweli mwanaume. Kwa Uncle T, rafiki yangu unatuuzia nywele, rafiki yangu za wanawake unafanya hivi. Jonijo, mjua Jonijo? Anauza nywele za kike. Na tunamjua kama anauza nywele, mawigi nini. Lakini ukisha kumuona Jonijo anafanya mambo kama haya. Mtu kama huyu ni tabia zake na serikali simwangalie tu. Huyu sio kwamba akiangaliwa anajaribia mwenyewe, anaharibu paka vijana wengine ambao wanatamani kufanya biashara kama yeye. Nao wanaona ya kwamba hatuwezi kufanikiwa, hatuwezi kuuza vizuri mpaka twende na staili kama ya Uncle T. Kwa watoto waliokuwa nyuma, wana wengine wameibuka mbele. Nakwambia, kuna watu hapo nyuma wanaona bana staili kama Uncle T ndo tunatoboa. Kwa wengi wanaharibikiwa na mpaka sasa hivi. Naamini tokea mwanzoni mpaka sasa hivi Uncle T kuna vijana wengi tayari wameshaharibika kwa kumuiga yeye, kwa sababu tayari kishatizama mazingira ya kwamba ana pesa, amejipatia pesa kupitia hivi. Kuna siku niliwahi kusema kuna msanii fulani nilisema, kwa nini huyu msanii marafiki zake wengi wanakuwa ni watu ambao wanazaniwa ni mashoga? Ndio kuzungumza. Umeona? Kwa nini marafiki zake wengi ni watu ambao wanahisiwa sio wenzetu? Inabidi achunguzwe kuna nini? Ndio kuzungumza. Sasa mimi naona kwamba kilio changu waziri amekisikia. Hili jambo sio la kulichekea. Huyu Uncle T anaharibu vijana. Anaharibu pia watoto. Hakuna biashara ambayo inatangazwa kwa aina hii. Tena asituharibie kabisa. Asituharibie kabisa. Hii Tanzania haina hayo mambo. Asituharibie kabisa. Kama ataka hayo mambo ende zake huko. Lakini Tanzania hii mambo wanataka kuyaleta Uncle T sisi hatuyataki.
Nakwambia Tanzania hii mambo anayotaka kuyaleta Uncle T kwenye nchi yetu hatuyataki. Aende huko. Hao mambo hatuyataki. Kwamba uwezi utangaza biashara yako mpaka ujifananisha na mwanamke. Kupaka ripsheni ndio biashara yako iuze. Kutobua masikio si kupaka nini lotion biashara yako iuze. Hayo mambo sisi kwetu hatuyataki. Nchi yetu haitaki hayo mambo. Dini zetu tunazoziamini pia hazitaki hayo mambo. Huko ni kuharibu vijana wetu na watoto pia. Kwa Mheshimiwa Waziri, na kuomba mama yangu, na kuomba ili swala livalie njuga. Hizi tabia sisi hatuzitaki. Kama kuna namna nyingine ambayo anaweza akafanya kutangaza biashara yake, afanye namna nyingine. Na hakuna mtu ambaye anaweza akamuonea wivu kijana ambaye anajifananisha na mwanamke. Yaani mtu amuonea wivu eti kisa unajifananisha na mwanamke eti mnanionea wivu kwa sababu unafanikiwa. Au mambo gani ya ajabu ajabu. Sisi, wewe ni mtoto wa kiume, unatakiwa uwe ngangali. Ukaze. Mwanaume ni kukaza. Mwanaume utakuwaje? Mwanaume utakuwaje namna hiyo? Mwanaume ni kukaza. Ndio. Kwa staili ile ndugu yangu, shughuli inaonekana kabisa shughuli hamna. Shughuli hamna. Ndio maana yake. Shughuli hamna. Anakuambia amepata mafanikio kimya kimya. Sasa hivi anaonyesha nyinyi mnaanza kumuonea wivu. Yaani unaonea wivu na tabia za kishoga wakati watu tunakuwa na shughuli nini anatuharibia. Amepambana kimya kimya. Anatuharibia watoto wetu. Anatuharibia vijana wa Kitanzania. Hiyo ndio neno ambalo tunaweza tukalizungumza. Pambana kimya kimya. Anatuharibia watoto wetu na watu wote ambao wana support hii. Kuna watu wengine wanaona wameanza kusupport hii. Ni watu ambao pia nao watakiwa wahojiwe. Nakwambia, yoyote ambaye atamuunga mkono Uncle T kwenye hili, akamsupport Uncle T kwenye hili, basi na yeye pia inabidi akae ahojiwe kwamba wewe kuna nini ambacho kinaendelea kati yako na Uncle T. Yaani ahojiwe. Kwa sababu haiwezekani watu wanaona hapa pana shida. Hapa pana kwenda kuharibu maadili ya watoto. Hapa pana kwenda kuharibu maadili ya vijana wetu. Wewe unapatetea. Eti mnamuonea wivu kwa sababu unafanikiwa. Na niwaambie watoto wa kike, kwa sababu watoto wa kike ndio asilimia kubwa, mnasapoti watu ambao wanadhaniwa ya kwamba si wanaume kamili. Watu ambao wanadhaniwa ya kwamba ni mashoga. Watoto wa kike nyinyi ni wanawake. Lakini mtoto wa kiume akishaifaisha mwanamke, cha kwanza anadhairisha pia hadi wanaume wenzake. Umeona? Kwa hiyo msisupport hichi kitu kwa sababu tunataka tusafishe nchi. Vijana wengi wanaharibika. Nyinyi wenyewe wanawake mnalalamika kwamba siku hizi wanaume hakuna. Kwa hiyo ambu jamani, msisupport hivi vitu. Hivi vitu ni chukizo mbele za Mungu. Ndio. Ni chukizo mbele za Mungu. Kwa hiyo tunaomba watoto wa kike msisupport vitu kama hivi. Msifurahishwe na vitu kama hivi unavyoona mtandaoni. Kuna Uncle rafiki zake wengi wa kike mitandaoni. Na ndio wanamtetea. Kwa hiyo tuombeni wanawake, vitu kama hivi msivichekee, ni uchafuzi. Nyie pia mtakuja kuzaa watoto wa kiume. Kesho na kesho kutwa anaonesha tabia kama hizi, utafurahia? Utaweka ushoga naye mtoto wako na tabia kama hizi? Kwa hiyo nyinyi watoto wa kike, vitu kama hivi ndio mwatakiwa muwe wa kwanza kukemea, kwa sababu hata kwenye Biblia kumeandikwa ya kwamba mwanaume akitoka nje ya wanaume wake ni chukizo kwa mama yake. Sio chukizo kwa mama yake. Hiyo kwa nini imeandikwa chukizo kwa mama yake? Ndio. Kwa sababu mama anatarajia kumuona mtoto wake wa kiume akimletea mkwe na mjukuu. Sio, unanielewa? Ndio. Ni chukizo kwa mama yake. Kwa hiyo tabia hizi watu wa kwanza ambao wanatakiwa wazipigie marufuku ni wanawake. Sio kutengeneza nao urafiki nao na kufanya kwamba eti nyie eti ndo mnanunua tena mawigi kwake mnamsupport. Tena kama watoto wa kike watakuwa kabisa wafoke nayo mambo kwamba hamna kununua chochote kwa sababu hivi vitu vyao ambavyo vileta. Narudia tena. Kama wewe unaona umeleft group, haupo kwetu sisi, Uncle T, turudishie hivyo vitu vyetu. Virudishe hivyo vitu vyetu. Turudishie vitu vyetu. Virudishe hivyo vitu vyetu. Tunataka hizo mashine zetu. Hizo vitendea kazi vitakuwa wewe utakuwa na vitendea kazi vya nini wakati hauvifanyii kazi? Somo zetu akafanyiwe saji. Turudishie hivyo vitendea kazi vyetu, maana wewe hujui kuzifanyia kazi. Wewe unapaka lipstick mtoto wa kiume, unatoboa masikio mtoto wa kiume, unapaka wanja mtoto wa kiume.
Anabidi akafanya. Sasa hivyo vitendea kazi kama wewe unavyoona, kuna watu wanavitaka hivi. Wanavihitaji. Kuna watu wanavihitaji. Hivyo unaelewa? Kwa sababu hivyo kuna watu wanavihitaji. Kuna watu ambao wanatamani kuwa wanaume ngangari, lakini ukiangalia vyombo havifa. Kwa hiyo kama unavyo vyombo vyetu vizima vinafanya kazi, virudishe sehemu husika. Vitulie. Wewe ukafanywe sajali upewe hicho ambacho unakitaka wewe. Ndugu mwandishi, shukrani.